Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC limetoa wito kwa serikali ya Tanzania kuachilia mara moja na bila masharti viongozi wa kisiasa waliokamatwa kwa kudai haki, likisisitiza kuwa hatua hiyo ni muhimu katika kulinda amani ya taifa hasa kuelekea mwaka wa uchaguzi. Rais wa TEC na askofu wa jimbo Katoliki Lindi, Mhashamu Wolfgang Pisa, amesema kuwa amani ya kweli haiwezi kupatikana kwa kutumia nguvu bali kwa maridhiano na haki, akisisitiza kuwa ni wajibu wa kila Mtanzania kulinda amani ya nchi kwa kuhakikisha mifumo ya uchaguzi inarekebishwa ili kutoa nafasi kwa upatikanaji wa viongozi wa haki na wa kweli. Namnukuu, katika hali ya kawaida, nani anaharibu amani? Anayetumia nguvu na kusisitiza uchaguzi uende anavyotaka yeye, au yule anayesema jamani turudi mezani ili tuangalie mifumo yetu ya uchaguzi, kwani ni mifumo ya sasa haiwezi kutupatia viongozi wa haki na kweli, amehoji Askofu Pisa. Akizungumza katika mkesha wa Pasaka uliofanyika kanisa kuu la Mtakatifu Andrea Kagwa, jimbo la Katoliki Lindi, askofu huyo amesema kuwa kurudi mezani ndiko kunakoweza kulinda amani, basi kila anayehamasisha hilo anapaswa kuunga mkono na si kukandamizwa au kukamatwa. Kwa maana hiyo, wote waliokamatwa na kwa kudai haki, wakiwemo viongozi wa vyama vya kisiasa, waachiwe haraka bila masharti, na wengine wasikamatwe wala kusumbuliwa. Pia mihimili isiingiliwe bali itende kazi zake kwa haki, amesisitiza. Amesema kuwa amani ni tunu adhimu inayopatikana kwa gharama kubwa, hivyo haipaswi kuchezewa, huku akisisitiza kuwa taifa linapaswa kuikataa dhana ya kuimba wimbo wa amani isiyotokana na haki. Kauli ya Askofu Pisa imekuja wakati ambapo mjadala wa mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi na ushiriki wa vyama vya siasa umekuwa ukitawala anga ya kisiasa nchini, huku kukiwa na malalamiko kutoka kwa baadhi ya vyama vya upinzani kama Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuhusu kukamatwa kwa viongozi wao wakubwa, akiwemo mwenyekiti wa chama taifa Tundu Lissu, na ukosefu wa haki katika uendeshaji wa siasa. Hii ni taarifa ambayo imewekwa na Jambo TV, ambapo kwenye Canva wao wameandika Lissu na wenzake waachiwe bila masharti kanisa Katoliki. Na kuwekea pia sauti hapa umsikie askofu anavyozungumza hapa. Huyu anasema, baba Mhashamu, ala kujalie afya njema wewe na kizazi chako. Pia ningeomba mkutane viongozi wote wa dini ili tarehe 24 muwepo kwenye ukumbi wa mahakama kuonyesha upendo wenu kwa Lissu. Huyu anasema, katika hali ya kawaida nani anaharibu amani? Anayetumia nguvu kusisitiza uchaguzi uende anavyotaka yeye, au yule anayesema jamani turudi mezani ili tuangalie mifumo yetu ya uchaguzi, kwani mifumo ya sasa haiwezi kutupatia viongozi wa haki na kweli. Maneno mazito sana. So amenukuu maneno aliyosema Mhashamu askofu hapo. Huyu anasema leo makanisa yote ni spana tu zinatembezwa kwenye ibada ya Pasaka. Huyu anasema haya ndio maneno wapenda haki wote tunataka kuyasikia, hakuna tatizo kwenye hilo. Waliojipa dhamana ya kuongoza taifa hili watekeleze maagizo hayo bila kuweka figisu zozote, kwani amani ni tunda la haki. Vyama vyote vishindane kwa haki. Huyu anasema nimevipiga vita vilivyo na mwendo nimeumaliza. Alitendea haki hiyo kauli yake, sio kama viongozi wa dini wa leo wanaosema kauli hiyo huku wakiacha waumini wao wakipolwa haki zao, na wao wamekuwa wakiwasifia watesi wa watu kwa faida ya matumbo yao. Huyu anasema hili ndio kanisa ambalo wao ni nyeupe na nyeusi ni nyeusi, hawanaga mpauko wala nini. Anasema huyu askofu hakusikia kauli ya Lissu. Hebu mlio karibu naye mpeni asikilize, maana kwa kiongozi wa dini alipaswa kukemea na kulaani utolewaji wa kauli hizi kwa sababu zinania kuharibu amani yetu. Naomba baba Askofu Pisa asikilize hii. Anasema ambapo hii iliwekwa, kama kuna mtu humo anafikiria kuwa mbunge
uchaguzi huu sahau. So hiyo ni kauli ya Lissu ambayo ameweka hapa. Kwa hiyo ndio hivyo, ndakuwekea hapa sauti umsikilize askofu anavyozungumza hapa. Hii ni VOT Media. Hakikisha umesubscribe ili kupata taarifa nyingi zaidi. Ni jukumu letu sisi wananchi kulinda amani ya nchi yetu, kwa sababu amani inapatikana kwa shida sana, na tukipoteza hatutaipata. Katika hali ya kawaida, nani anaharibu amani? Anayetumia nguvu na kusitiza uchaguzi uende anavyotaka yeye, au yule anayesema jamani, turudi mezani ili tuangalie mifumo yetu ya uchaguzi, kwani mfumo wa sasa hauwezi kutupatia viongozi wa haki na kweli. Kwa maana hiyo, kama amani inapatikana kweli kwa kurudi mezani, kwa maana hiyo wote waliokamatwa kwa kudai haki, wakiwemo viongozi wa vyama vya kisiasa, waachiwe haraka na bila masharti, na wengine wasikamatwe wala kusumbuliwa, na pia mihimili isiingiliwe, mbali itende kazi zake kwa haki. Demokrasia. Madikteta wengi duniani na hata hapa Afrika hawataruhusu uchaguzi ufanyike, kwani wataogopa uchaguzi ukifanyika hawatachaguliwa, na kama wataruhusu uchaguzi wataharibu mifumo ya uchaguzi ili wabaki madarakani. Tanzania hatujafika huko. Watu wasipochagua kwa uhuru, demokrasia itakufa. Hii ni nchi ya waelewa, nchi ya wastaarabu, nchi ya wachamungu na wenye kupenda demokrasia na amani. Katika misingi ya demokrasia, mamlaka ya serikali yanatokana na serikali iliyochaguliwa kihalali. Demokrasia ya ukweli, viongozi watawajibika kwa wapiga kura. Kura ni wakala wenye nguvu. Wananchi wasiporwe nguvu yao ya kupiga kura na kuchagua. Kasoro zilizojitokeza zinapaswa kurekebishwa haraka, na kukiwa na nia ya dhati kutoka kwa wahusika, muda unatosha kabisa kufanya hayo marekebisho kabla ya uchaguzi mkuu. Wito ya kwanza, tuiombee nchi yetu iwe nchi ya amani na kuwa na viongozi wa haki na wazalendo. Ya pili, sauti na vilio vya watu visikilizwe. Tatu, wahusika wakae na wadau wote wa uchaguzi kuruhusu mabadiliko yale ya lazima kabla ya uchaguzi mkuu. Mwisho, kila mtu amwogope Mungu na kuisikiliza dhamiri yake, sauti ya Mungu inayozungumza ndani mwetu. Mwisho, kwa ninyi ndugu zangu Wanalindi na wengine mlioko hapa na watu wote wenye mapenzi mema na nchi yetu, na watakia Pasaka njema ya furaha na amani.